Mjadala wa wahitimu wa vyuo vikuu kwenda kupata ujuzi wa vyuo vya ufundi stadi VETA bado haujapoa. Wadau mbalimbali wameendelea wakichambua kwa mitazamo tofauti. Msingi wa mjadala huo ni ushauri uliotoa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akionyesha umuhimu wa wahitimu wa vyuo vikuu wakiwemo wenye shahada kwenda kujiunga VETA kusoma ujuzi. Mwanzoni mwa wiki iliyopita, Majaliwa akiwa ziarani wilayani Nzega mkoani Tabora alisema kwamba VETA ile sio tu kwa kijana wa darasa la 7, hata wewe uliyemaliza degree, mtaalamu wa kompyuta, nenda akajifunze kushona nguo uwe fundi cherehani, nenda akajifunze ufundi uwe fundi umeme uwe fundi umeme. Kwa hiyo mwanafunzi wa chuo kikuu anaweza kwenda kusoma VETA kwa sababu pale anaposomea ufundi ndio malengo ya serikali ya kutoa fursa ya watu kusomea ujuzi na ufundi ili kuwasaidia kujianzishia shughuli za kiufundi ambazo zitakuletea kipato na kuendesha maisha yako. Kauli hiyo iliibua mjadala na wapo walioipokea kwa mtazamo hasi. Jumanne, Machi 18, 2025 jijini Dar es Salaam, alipokuwa anafungua maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA, Majaliwa alisema mjadala huo unatija. Mjadala unaoendelea mtaani, serikali ichukue yale yote bora yaliyoboreshwa mfumo wetu wa ufundi stadi, mimi nitaufuatilia. Hakika unatija kwa sababu kuna watu wanapinga na wengine wanashauri namna ya kwenda vizuri. Kwa hiyo tutumie maadhimisho haya ambayo yamekuja wakati mzuri kukiwa na mjadala huu. Leo Jumatano, Machi 19, 2025, Mwananchi Communication Limited MCL limeendeleza mjadala huo kupitia Space ukiwa na mjadala na mada iliyouliza, je, ni muhimu wahitimu wa vyuo vikuu kujiunga na vyuo vya ufundi VETA, ambapo wadau mbalimbali wameshiriki. Mwandishi wa habari wa elimu wa The Citizen Jacobo Mosenda akichokoza mada hiyo amesema wazazi, wanafunzi na jamii kwa ujumla wanapaswa kubadilisha fikra ya kuona mafunzo kutoka VETA ni ya watu wenye elimu ndogo, bali wanapaswa kujifunza ujuzi. Sambamba na hilo amesema na vyuo vikuu vinapaswa kubadilika ili kuwatengeneza wahitimu wanaohitajika kwenye sekta ya ajira.